siku ya leo ya tarehe 25 Mei tumekuwa na warsha, tutakuwa na mafunzo maalum kwa kundi la vijana na wadau wote ambao wanatengeneza viazi vya kukaanga maarufu kama chips. Tutafahamu wote sisi tunakula chips, na chips ni chakula pendwa, ni chakula ambacho kinaandaliwa kwa wepesi, ni chakula ambacho unaweza kutembea nacho ukiwa unafanya majukumu mengine, ukasafiri nacho, tofauti na ugali na wali na mambo mengine ukatembea nacho. Sasa leo tumewaita kundi hili mahususi kwa sababu chakula ambacho kinaliwa na jamii kubwa. Ni chakula ambacho kinaliwa hususan sana na vijana, kinaliwa sana na sisi wanawake, kinaliwa sana na watoto. Sasa ni chakula ambacho kinaandaliwa kwa sehemu kubwa katika mazingira ambayo sio rasmi au hayajarasmishwa, au mazingira ya uandaaji hayako safi na salama. Kwa sisi kama TBS tumejiongeza na tumeona ni muhimu basi hawa wadau wetu tuwaite na tuwape elimu mahususi kuhusu kanuni bora za kuzingatia wakati wa uandaaji wa chakula hicho ili kiwe salama, lakini pia matumizi sahihi ya malighafi wanazozitumia, hususan mafuta, namna gani kuhakikisha mafuta wanayoyatumia yanaendelea kuwa salama, namna gani watambue mafuta yatunzwe yaendelee kuwa bora na salama, ili mwisho wa siku anapoyatumia na kutoa ile bidhaa iendelee kuwa bora na salama. Kuna matumizi mengine unaona huko mtaani watu wanaweka rangi. Kwa ni vitu vya kuwakumbusha kama anabidi atumie rangi, basi ni rangi gani? Lakini kwa nini atumie rangi? Chakula chenyewe kile ukikikaanga vizuri kina uzuri wake ambao uko toshelevu. Kwa hayo ni baadhi ya maeneo ambayo katika mafunzo haya watafundishwa, lakini pia matumizi sahihi ya vifungashio. Ukienda kununua chips unakuta chips za moto inawekwa kwenye kamfuko ka plastiki zikiwa za moto, unabebesha zile chachando na mengineyo. Kwa kiujumla ni kanuni bora za uandaaji chakula salama, lakini pia kuhakikisha basi kile chakula kinakuwa salama, na kwa sababu kinaenda kuwalisha sehemu kubwa ya nguvu kazi ya taifa la kesho. Kwa ndio maana tumeanza na Dar es Salaam kutoa mafunzo haya, na ninaamini mafunzo haya tutaendelea kuwa endelevu katika maeneo mengine.